linasikika nafsini mwako, kuna sauti inasikika kwako, na ukathibitisha ni ya Mungu, hata kama uelewi neno. Damu umejiridhisha ni yeye, wewe fanya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hawezi kuelewa mpaka umemjaribu huyo Mungu. Mpaka umemjaribu nani? Huyo Mungu. Imani ni kitu ambacho kina nguvu kiasi kwamba hakuna kitu ambacho kitatishia maisha yako. Viko visa vingi kwenye Biblia tunavisoma. Sijajua kama wote tunavitafakari kwa undani. Miongoni mwa visa ambavyo vina imani ambayo sio ya kawaida ni akina Shadraka, Meshaki na Abednego. Yaani ni mfalme amesema, alafu na tanuru liko tayari, kwa sababu wamemwambia Bwana na wanamwamini Bwana, walisimama. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imani, yani ikiwa wangekuwa hawajajikita, wangekuwa hawamwamini Mungu, wangekuwa hawana imani na Mungu, huenda wangeweza kusimama pale mwanzoni wakasimama, ila inapofika hatua ya kufungwa kamba na kubebwa, wangesema hebu tufungueni kamba kidogo, sikusujudu tu, tufungueni kamba tusujudu. Lakini imani yao ilikuwa thabiti. Huyu mama mjane wa Sarepta alikuwa na imani ya ajabu sana. Yaani, yeye hamna chakula, mpikie huyu ambaye amekuja, na chakula ni hicho hicho. Eti kwa sababu amewaambia hamtapungukiwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sisi tu tukiwa na debe moja, jirani akija, yani ule wakati wa njaa, nyie huko hamwezi mkaelewa. Ila watu ambao wameishi kazini kule, kuna wakati wa njaa huwa unafika. Mwaka 2016 njaa ilipiga kule. Yaani debe moja la mahindi. Debe moja la mahindi 30,000 mpaka 40 ifika. Kwa watu wakaona bora anunue mfuko wa ngano apike chapati. Sasa kama sisi tu wakati huo jirani akija